بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، tukufu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naihusia nafsi yangu lakini kadhalika nikiwahusia ndugu zangu kunapomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa tunamuliza shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuwafikisha siku hii ya leo, siku ya Ijumaa, kuswali katika viwanja hivi na nyumba yake ambayo ilikuwa tukufu. Bila shaka hii ni fadhila na ni neema itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi niliyosimama mbele yenu ni mwanafunzi mwenye kuitafuta ilmu, kaonelea na mzee wetu Allah mhifadhi, kadhalika na ndugu yangu Sheikh Juma Goli, kuja kuwafanyia ziara ndugu zetu wa Manangali na kuwafikishia kichache ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Lakini katika hilo si kana kwamba sisi ni wajuzi sana, sisi ni wabora sana kuliko nyinyi, la, bali sisi tufahamu nyinyi mnajua na mko juu, kama mtakuwa wa kweli katika yale ambayo mtakuwa mnayasadikisha katika matendo yenu na yale ambayo mnakuwa mnayasema. Walillahi alhamdu, tumemaliza swala hii ya Ijumaa na kichache cha kuweza kusema hapa kwa wakati huu. Kwanza nikiwahusia ndugu zangu, swala kubwa kabisa la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja kwa nafasi yake. Kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya siri na hali ya uwazi. Unapokuwa upo kwa watu au umejificha, ittaqillah, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wako, na ujalie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo mchunga wako, na ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona wewe kwa kila lile ambalo ulifanyalo, na anakusikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila lile ambalo ulisemalo. Allah subhanahu wa ta'ala anakuona na anakusikia. Ukiwa katika hali hii, utakuwa na hofu wewe na Mola wako, kumwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali yoyote, na utakuwa una haraka kubwa pale ambapo itakapotokea umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kuweza kurudi kwake yeye kwa kutubia na kumtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndugu zangu, nataka niwakumbushe katika miongoni mwa fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha waja wake, na ni neema iliyokuwa kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake. Kama tunavyofahamu kwamba neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi mno, kama alivyosema Allah katika Qur'an, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah subhanahu wa ta'ala ana neema nyingi. Lau kama tutahitaji hapa kudhibiti na kufanyia idadi, kuhesabu moja moja, hautoweza. Yaani wewe tu mwenyewe mwanadamu ukijitathmini katika kimwili chako, kila kitu kilichopo katika mwili wako kina thamani kubwa, na ni neema ambayo itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia mkono uliokuwa nao, miguu unayotembelea,
masikio unayosikia, mdomo unayozungumzia, akili ambayo Allah amekupa. Sababu kuna wengine hawana akili, ni wenda wazimu wao. Kuna wengine ni vilema, kuna wengine ni viwete, hawana miguu. Ukiangalia kwamba kwa haraka haraka utajua hii ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mimi ameneemesha. Kuachilia neema Allah subhanahu wa ta'ala yakupa ya afya, neema iliyokuwa kubwa. Kuachilia neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa ya wakati, neema iliyokuwa kubwa kabisa. Lakini katika neema hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala zote ametupa, kuna neema ambayo haina mfano wake, neema ambayo hata kama ikija kutokea wewe Muislamu umeitelekeza neema hii na ukaiacha, basi utakuwa katika majuto yaliyokuwa makubwa fi dunia wala akhira, katika dunia na akhira. Nayo ni neema ya Uislamu na sunna. Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe mwanadamu kuwa ni Muislamu, tena mwenye kushikamana sawa sawa na sunna ambayo aliyekuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni afdalu ni'am, ni neema iliyokuwa bora kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na neema hii ili iweze kudumu na iweze kubakia mpaka uondoke katika mwanga huu ardhi, inahitaji mudawama, kudumu nayo na kushikamana nayo na kutokufarikiana nayo. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingi katika Qur'an ametutaka sisi Waislamu tuwe ni kitu kimoja na kukusanyika katika jambo moja. Utagundua hayo Allah subhanahu wa ta'ala wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akiifanya da'wa yake miaka 13, yuko ndani ya mji wa Makka, anawalingania watu tauhid, washuhudilie kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka 13. Katika hali hii mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikutana na misukosuko mikubwa mno, na hapo ndo Uislamu ndo umeanza sasa na ndo unaendelea kupamba moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana kikosi cha watu wachache mno na da'wa yake anaifanya kwa siri mno, lakini mabalaa na matatizo aliyokutana nayo ni makubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakutana na majambo ambayo hajawahi kuyatarajia kuja kukutana nayo, lakini pamoja na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwataka wabakie katika mshikamano uliokuwa mmoja, wabakie katika njia iliyokuwa moja, wabakie katika msimamo uliokuwa mmoja, nao wa kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Islam, kushikamana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu. Jambo hilo waliliweza na walifanikiwa katika da'wa yao na ulinganizi wao kwa sababu ya kubakia katika taa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka kwayo, na kubakia katika mafunzo ambayo walimuamini mtume wao, wakaamini yale ayasemayo ni ya haki na ndio njia iliyokuwa ya sawa. Walifanikiwa. Uislamu katika karne 3 na kadri zilivyokuwa zikizidi kuendelea, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anautia nuru na kuungalisha katika miji ya aina mbalimbali, zikafika futuhat, ufunguzi wa miji mbalimbali, mpaka zinafikia miji inakuwa ni daur, miji ya tauhid. Ikawa watu hawaabudu tena masanamu, watu wakawa hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakawa hakuna anayeabudiwa
kisawasawa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili liliafikiana sawasawa na ule umoja wao na kutokuachana kwao. Lakini pia walikuwa wana ghira wao, wana wivu baina yao, na wakihurumiana baina yao, na ukweli wa imani yao walioielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Uislamu mpaka ukaja kutufikia sisi hivi leo, kwamba tunajifakharisha sisi ni Waislamu na tunamfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tena tunasema kifua mbele kabisa. Jambo hili ni neema iliyokuwa kubwa na ni fadhila iliyokuwa kubwa. Na kuna muda Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akiwaona waja wake wanataka kuachana, kuiacha njia iliyokuwa sawa, Allah anawakumbusha matukio ya nyuma. Anawaambia, kumbukeni mlivyokuwa katika hali fulani, mlitaka nyinyi kufikwa na jambo fulani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa kuna hilo. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hilo katika surat Al-Imran, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Maneno mazuri kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawaambia, wa'tasimu bihablillah, shikamaneni sambamba, kamataneni sawa sawa, kusanyikeni sawa sawa, bihablillah, na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni Uislamu na sunna, jamia, wote kwa pamoja. Jambo lenu nyinyi liwe moja, amru yenu nyinyi mnapoamrishana liwe moja. Wala tafarraqu, Allah anakataza jambo la kufarikiana. Allah anakataza mipasuko katika dini. Allah anakataza kuachana, kwa sababu kuna mafasidi yaliyokuwa makubwa, uharibifu uliokuwa mkubwa utatokea baina yenu. Allah subhanahu wa ta'ala kalikemea hilo, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Lakini kama hamtosheka na hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha, wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni basi nyinyi, ikiwa kama mtatia unyonge katika nafsi zenu na mkaingiza kiburi katika nafsi zenu. Sababu kuna muda wale mahasimu wanapokuwa wamegombana na kukosana katika jamii, kuta mtu anaapa kabisa kwamba mimi sitomsamehe fulani mpaka nakufa, au mimi sitomsalimia fulani mpaka kadha, kafadhili vile ambavyo yeye mwenyewe anahisi atakuwa ameifikisha hasira yake pale anapotaka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anawaweka sawa kwa kuwakumbusha neema zake, akawaambia, wadhkuru ni'matallahi alaykum, hebu kumbukeni nyinyi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu nyinyi, idh kuntum a'daa, pale ambapo nyinyi pindi mlipokuwa nyinyi ni maadui baina yenu, mlikuwa nyinyi hamsalimiani, mlikuwa nyinyi hamkusanyiki katika kikao kukaa kujadiliana mambo ya kheri, mlikuwa nyinyi hampeani mikono, mlikuwa nyinyi hamshauriani katika mambo yaliyokuwa ya kheri. Leo Allah subhanahu wa ta'ala amewaletea neema hii, amewaletea njia iliyonyoka. Kwa nini mnafarikiana? Allah anawaambia, kumbukeni mlipokuwa nyinyi maadui, fa'alafa baina qulubikum, Allah akazikutanisha baina nyoyo zenu. Sio kwa matashi yenu, si kwa vile ambavyo nyinyi mlivyokuwa mkijua au vile ambavyo nyinyi mlivyokuwa mkipenda. Ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alafa baina qulubikum, Allah akazikutanisha nafsi zenu. Kisha baada hapo, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa nyinyi baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuziunganisha nyoyo zenu, mkawa nyinyi baada ya hapo ni ndugu wenye kushikamana. Allah akawaita nyinyi ikhwana, ni ndugu tena wenye mapenzi yaliyokuwa makubwa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza tena katika Qur'an, katika sura Al-Hujurat aya 10, innamal mu'minuna ikhwa, Allah akawaita waumini kuwa ni ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vinginevyo waumini